Wananchi wa mtaa wa Kasimba, kata ya Ilembo, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, wameiomba serikali kupitia maliasili kuwanusuru na chatu ambao wamekuwa wakizuka katika makazi ya watu wakitokea mto Kasimba. Wakizungumza mara baada ya kumuua chatu aliyekuwa amemeza kuku, wananchi hao wamesema nyoka huyo sio wa kwanza, bali siku zilizopita waliua chatu mwingine, huku wakidai ndani ya mto huo kuna chatu wengi. Kwa majina naitwa Happiness William Athumani, ni mkazi wa Kasimba. Nyuma ya nyumba ninayoishi amekuja mama mmoja akipiga kelele akisema kwamba huku nyuma kuna nyoka, twendeni mkaona amekamata kuku. Tumeondoka wote mbio tukafika kule eneo la tukio. Kweli tuliona kuku tu kwa juu, nyoka akiwa chini ya yule kuku. Baadaye wakaja wananchi wakamshtua kwa mkuki, na balozi wetu wa mtaa huu ndo akampiga na panga mpaka kufa yule nyoka. Lakini ni uwanjani kwa yule mama, ni nyumbani kwa mtu, sio polini, ni kwenye mji wake uwanjani. Tunaomba serikali tusaidie. Kwa tuliyemuua ni mara ya pili, kwa wanaoonekana ni zaidi ya mmoja. Wapo eneo lote la huu mto, yaani wamezaliwa kwenye mto huu wote, kuanzia mwanzo wa mto kule juu mpaka huku kote. Sio jeshini peke yake, na maana ni kote wapo. Basi kuangalia hili eneo, na haswa nyoka hawa wako mtoni, hakuna sehemu nyingine, na huu mto una kichaka kikubwa sana. Kama kuna uwezekano wa kusafisha, kila mwenye eneo la mto basi asafishe ili pawe wazi. Pakiwa wazi hawa nyoka hawatakaa, wataondoka. Na uzuri hapa kwetu Mpanda Katavi kuna jeshi liko hapa, kuna wanajeshi wako hapo. Watusaidie, jeshi lipo kwa ajili ya kulinda wananchi. Basi watusaidie juu ya hili. Huu mto ni mdogo sana, wanajeshi wana uwezo wa kuamuru hata mlima uondoke, lakini sasa inakuwaje hawa nyoka waendelee kutusumbua? Hii leo wamekamata kuku, juzi alikamata mbuzi, ipo siku atakamata watoto wetu. Sawa, serikali itasimama wakati huo. Kwenye mtoto atakuwa analia amekosa mtoto, na ndipo serikali itaingia kusaidia. Lakini wakati huu bado tunasema ni mbuzi ni kuku, serikali inaliangalia kwa kawaida. Lakini tunaomba sana watusaidie, na hasa maliasili na wanajeshi pia. Baada ya hapo tukamuua kwa mkuki na panga. Baada ya kumuua basi nikasema ni vema nimtaarifu mwenyekiti wa mtaa pamoja na uongozi mzima kama mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na media kama hiyo. Mimi niombe serikali iweze kutupa nguvu ya kuweza kupambana na hawa nyoka ambao wako pembezoni mwa mto karibu na makazi ya watu. Basi niombe sasa nguvu zaidi tuliko, kwa sababu nyoka hawa ni wengi mno. Mnamo Januari 15 mwaka huu, kutokana na kero hiyo, baadhi ya wananchi walifanya mtego wa kuwasaka chatu hao kwa wafugaji kujitoa na kupeleka mifugo katika maeneo ya mto huo ili kubaini uwepo wa chatu ambaye alikuwa kero kwa kula mifugo yao, na ndipo chatu huyo alipojitokeza na kuua mbuzi mmoja miongoni mwa mbuzi hao, kisha wakamuua. Mara kadhaa viongozi wamekuwa wakifika pale wananchi wanaporipoti, ambapo katika tukio la mwisho mkuu wa wilaya Mpanda Jamila Yusufu alifika na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari kwa kutofanya shughuli jirani na mto huo, huku akiwaagiza idara ya maliasili wilayani humo kumsaka chatu aliyekuwa kero, ambao walifanikiwa kumnasa chatu mwingine. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.